ni lazima kabisa azingatie katika swala la muda. Kila siku asiweke katika muda wake, na kila mpango auweke kwa muda unaostahili. Na kama kitu cha intellect yako katikati, aweze kupima kwamba kitu hiki kinastahili kwa wakati huu nikisikilize, au kwa wakati gani nikisikilize. Ni kibidi kabisa unapokoni kile kitu unafanya kwa baadaye. Ili kusudi, na hiki kitaturahisishia kuweza kuweka taski zetu na kuweza kuziperform katika muda sahihi na kuweza kufikia malengo yetu. Kumbuka, malengo huwa yanafikiwa kwa stage ndogo ndogo. Huwezi kufikia malengo kwa kufanya kitu cha ajabu au kitu kikubwa sana. Ni vile vitu au zile tabia ndogo ndogo unazofanya ndizo zinazokuelekeza katika mafanikio yako. Ukiangalia, hiyo ilikuwa sababu ya kwanza. Sababu ya pili ni consistency. Kila kitu unapoanza kufanya huwa kinaanzia kidogo sana. Hakuna ambacho kinaanzia kinalipuka tu, hapana, watu kinaanzia kidogo sana. Unapoanza kuweka malengo yako au kuelekea katika ndoto zako, lazima usite consistency, uwe mvumilivu katika mambo yako. Kumbuka kusema hata kidogo kidogo kwa kile unachokipata. Fanya mambo kama ni mazoezi, fanya mazoezi kidogo kidogo ili kuweza kuelekea katika ndoto yako. Na ukiweza katika swala hili la consistency, tayari wewe utakuwa ni mmoja wapo ya watu wanaosafiri wakielekea katika ndoto zao. Kitu cha tatu ni rafiki, ili kusudi uweze kujifunza na kuendelea kuelewa zaidi, hususan katika swala la kiuchumi na ujasiriamali, na omba ukliki hiyo link hapo chini. Na pia usisahau kucomment, kulike, kushare, ili kusudi uweze kuwezesha na wenzako waweze kupata taarifa sahihi na waweze kujifunza hususan katika swala. Asante sana na kutakia utekelezaji mwema na safari njema ya kuelekea katika mafanikio.